Huduma nyingine ambayo tutaifanya kabla tuendelee na programu zingine ni ya idara ya deaconry, deacon and deaconesses, wale ambao bado wamechaguliwa katika mwaka huu na hawajakuwa dedicated kwa sababu ya kazi ya Mungu. Idara mbili ambazo zinafanyiwa huduma hiyo, idara ya elders na idara ya deaconry. So nawasihi wale ambao ni deacons and deaconesses ambao hawajakuwa dedicated na waweze kuja ili huduma hiyo iweze kufanyika. Na pia unajua kuna ile kurenew, ukisikia tu ungehitaji ombi pia wakati huu, mwaka huu, na umechaguliwa mwaka huu, hata kama ulikuwa dedicated mwaka huu mwingine, mwaka hiyo ingine, unaweza kuja. Pastor, karibu kwa sababu ya huduma hii. Wale wako deacons wako wapi ambao hawajakuwa mikono? Karibuni. Kwenye kanisa huwa tuna ordain deacons, deaconesses huwa tunawaombea. So deacons, unajua ya kwamba umechaguliwa kama semashi na hujawekewa mikono, karibu sana. Niko na habari ya kwamba kunao ambao hawako siku ya leo. Wale hawako tutafanya hiyo wakati huo mwingine, lakini tutawekea mkono yule ambaye yuko for today. So tuko na huyu mmoja, si ni kweli? Yes. So bila kupoteza muda, ni kitabu cha Matendo cha Timotheo wa kwanza 3 kuanzia fungu lake la 8. Litatuongoza hilo neno katika huduma takatifu ya ordination of deacon. Naposoma hili fungu, wazee wakaribia hapa mbele ili tuweze kuwekea ndugu yetu jina Zakari mikono. Timotheo wa kwanza 3 fungu lake la 8 inasema, vivyo hivyo masemashi na wawe wastahivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu, wakishika siri ya imani katika dhamira safi. Hawa pia wajaribiwe kwanza, baadaye waitende kazi ya shemashi, wakisha kuonekana kuwa hawana hatia. Paulo anapoandikia Timothy katika utendakazi, alipomalizia kushauri the qualification of elders, pia aliingia katika qualifications of those who are supposed to be deacons. Akasema ya kwamba waweze kuwa watu wastahivu, sio watu ambao wako na kauli mbili, sio watu wa kuzorea mvinyo sana. Sasa hakuna kunywa wakati ule. Kumbuka ya kwamba ni wakati kanisa lilikuwa linaanza, na wengi walikuwa wanaingia kanisani, wakuta ya kwamba wale wameingia hilo kanisa na wamekubali Kristo, bado hawajaacha ile mitindo yao, na lazima kanisa liongozwe. Sasa ndipo alikuwa anasema ya kwamba hata kama ni kuchagua, angalia yule ambaye alewi akaanguka akalala. Lakini for now hatulewi na pombe, lakini kuna mvinyo mwingine unaweza lewesha watu, na sana sana unaolewesha watu sana katika kazi ya Mungu sometimes is power. Unaelewa? Na ukilewa na power, unaanza kukosa kusikiliza wale wengine ama kukosa kuongozwa. Unakuwa uwezo ukaongozwa. Na pia anasema hivi, wanaochukia pesa ya aibu, kwa sababu deaconry inadio na mambo ya inayohusiana na pesa sana katika kanisa na katika maendeleo ya kanisa. So mtu ambaye anachukia pesa ya aibu, na maandiko anasema ya kwamba hawa wakisha kujaribiwa na waonekane ya kwamba wako sawa,
wafanye kazi ya shemasi. Na hii kazi ya shemasi kuna mibaraka mingi sana. Ni kazi ya kujituma na Mungu anabariki. Ningeomba masemashi wa kike msimame, ili ninapofanya haya nifanye yote kwa jumla. Karibieni hapa mbele. Yes. Hata nyinyi mtasimama hapa vizuri. Sababu ile kazi mnafanya hata kama mwekao mikono ni kazi sawa sawa. It's the same work. Mambo yote ya kanisa inayohusu vitu za kanisa, vyombo vya kanisa, usafi wa kanisa, inayohusu washirika, yale mambo ambayo ni ya muhimu sana kwa washirika, kuwasaidia kupata yale ambao mambo washirika ambao yanawaumiza, kupenda kujua, hayo yote mnafanya kwa ushirikiano. Na mambo ya Pasaka na mambo mengine. So ni jambo la muhimu sana mnapofanya kazi hii, mtambue ya kwamba ni kazi iliyo na mibaraka sana. Na mkuifanya kwa kupenda, sio kwa kusukumwa, tena kwa moyo, mtabarikiwa sana na Mungu. Ni kazi ya maana sana. Baada hii ofisi ndio ilikuwa ya kwanza kuchaguliwa hata kabla ya ofisi ya wazee. Unaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume 6. Because mbele kulikuwa na apostles, alafu akachagua deacons. Makasa ilipoanza sasa wakaona kwamba kuna haja ya wazee. So ni ofisi ya maana sana because inashughulikia washirika hawa directly. Ninyi mnakuwa na washiriki hapa kwa hapa wakati mwingi kukusanya zaka, sadaka, katika mambo ya chakula, mambo ya wale ambao wanahitaji msaada, wale ambao mnapata feedback, ni watu wangapi ambao wako na shinda. Ni ofisi ya maana sana. Na Mungu awabariki sana mnapofanya kazi hii. Na mnapokubali wito kwa kuwa kanisa iliwajaribu na ikaona ya kwamba mnafaa. Na ndio maana siku ya leo tunawekea deacon mwanaume mikono, alafu na kinyi kina mama tunawaombea kama vile kanisa la Wasabato linavyofanya huduma hii. Kwa hivyo nyinyi hamtapiga magoti, mtasimama. Tutapiga magoti na huyu ambaye anawekwa mikono. Uangalie pande hii na wazao mzunguke huyu. Alafu na nyinyi msimame hivyo. Nikimaliza kuombea huyu na kuweka mikono, nitaendelea na maombi ya kuwabariki. Si ni sawa? Tufanye yote pamoja. Tupige magoti. Tunaitwa Zakari. Hebu na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, tunakuja tena mbele zako tukiwa na wingi wa shukrani kwa ajili ya huduma nyingine ambayo umetuwezesha kuifanya kwenye hili kanisa. Baba, ni huduma takatifu ya kuwekea ndugu yetu Sakale mikono aweze kuhudumu kama shemashi kwa kanisa hili. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa Baba ulipomuita katika huduma hii hakukataa. Alikubali. Na ndipo Baba tunakuomba uweze kumpatia nguvu na hekima anapofanya huduma hii kwenye hili kanisa. Umjaze na Roho wako Mtakatifu Mungu, ili huduma yake asionekane bali uweze kuonekana ndani yake. Ili huduma yake iweze kugusa roho nyingi kwenye hili kanisa. Wengi waweze kubarikiwa na kazi yako Mungu, iweze kufanikiwa na kufanika kwa kuwa Mungu wewe ni Mungu. Baba, nakuomba katika maisha yake uweze kumbariki. Asije akahesabu hasara kwa ajili ya huduma takatifu kwenye kanisa lako. Atambue ya kwamba Mungu kuna mibaraka ya ajabu inayo Baba kuja kwa wale wote ambao wamejitoa kwako. Na ndio maana Mungu, kwa kuwa amejitoa, nasi tunaweka mikono yetu juu yake, tukiomba Mungu uweze kumbariki, umpokee, umulinde na umtunze. Bariki huduma yake. Na zaidi yote Mungu uweze kumkumbuka katika ufalme wako ujao. Wale wote ambao atahudumia, Baba, waweze kusema hakika tumebarikiwa kupitia huduma yake. Tunakuomba za kumlinda na kumbariki. Umbariki tu na hata na mambo yake na mipango yote katika maisha yake Mungu. Ifanikishe sawa sawa na mapenzi yako. Tunakuomba tukiamini umesikia ombi letu na umekubali huduma yake, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Sawa sawa Mungu, pamoja na wito ulioita Zakari, naye uliita pia masemashi wa kike ambao wamesimama mbele yako.
Baba, tunakushukuru kwa kuwa ulipowaita walisikia wito wako na wakajitoa kwa ajili ya kuhudumia kanisa lako kama masemashi wa kike. Wanaposhirikiana masemashi wa kiume, Mungu, tunakuomba huduma yao pia uweze kuikubali, uweze Baba kufanikisha kanisa hii katika kazi yako ambayo umetupatia ya kueneza ujumbe katika duniani kote. Baba, wamejitoa kwa ajili ya kazi na tunakuomba Mungu wasihesabu hasara kwa ajili ya kujitoa huko. Wambarikie kwa njia ya kipekee hata kwa ajili ya kazi zao na mambo yao na mipango yao yote ya kimaisha. Mungu, nakuomba uweze kuwabariki. Mungu, nakuomba wanapohudumu kwenye kanisa lako Baba, huduma yao iweze kugusa roho za wengi, na ili Baba hata wasionekane bali uweze kuonekana ndani yao. Tunakuomba Mungu uwapokee tunapowakabidhi kwako. Mungu, tunakuomba za kwa mlinzi wao, kiongozi wao, na uweze Baba kuwapatia hekima wanapohudumia kanisa lako. Mungu, walihudumie kwa njia inayokupendeza wewe. Huduma ya masemashi hawa wote wa kiume na wa kike, Mungu, tunaomba uweze kuifanikisha kwenye hili kanisa, tukue na Baba tuweze kuwa nguzo muhimu ya kueneza ujumbe katika eneo hili lote, na kila mtu atakapokuwa anaingia hapa na kuona wewe na anabarikiwa na huduma ya masemashi hawa, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Karibu.